Vipi ndugu yangu? Safi na kwema kabisa? Kwema. Leo ulikuwa hapo ndani unaangalia mpira? Nimeutazama mchezo. Unauchukuliaje? Kwanza nimesikitishwa. Nimeumia sana. Mimi kama mtu kutokea Mwanza na mpenzi wa mpira. Mtu ambaye mara nyingi nimekuwa nikisapoti Pamba Jiji. Nimeumia. Nimeumizwa na namna ambavyo utaratibu wa Pamba Jiji haukuwa mzuri. Sababu tunao wachezaji viungo wazuri sana. Tuna Kevin Nation, tuna Hamisi Abdalla, moja kati ya viungo bora kabisa kwa Pamba Jiji. Wachezaji ambao tunasikitika, wachezaji wameondolewa kwenye kikosi bila sababu. Kwa nini unamuondoa Kevin Nation? Mara ya pili sasa kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kevin anawekwa pembeni na bado ni mali ya Pamba Jiji. Taratibu ni zipi zinazofanya kwamba Pamba Jiji inamtoa Kevin Nation, inamtoa Hamisi Abdalla tunapoelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba? Kwa nini inakuwa hivi? Tunakuwa tuna mashaka kwamba mara nyingi kuna michezo mibaya na kwenda kufanyika kwenye mechi kama hizi. Kevin Nation hana majeraha, Hamisi Abdalla hana majeraha, kuelekea kwenye game ya Simba unamtoa. Ni mara ya pili sasa. Nini mpira tunaupeleka? Hata kama tunasikia taarifa kwamba amesha saini upande wa pili, hata kama amesaini bado huna mamlaka kumzuia. Bado ni mali ya watu kutoka Mwanza, bado ni mali ya Pamba Jiji. Kwa nini hao wachezaji wanawekwa pembeni? Tunasikitika, mpira wetu tunaupeleka wapi? Na mamlaka kwa nini hazitaki kupaza sauti? Hivi ni vitendo vya kukemea sana, kwa sababu namna ambavyo tumepoteza mchezo wa leo Pamba Jiji imesababishwa na kukosekana kwa Hamisi Abdalla, kukosekana kwa Kevin Nation, kwa sababu amekuwa ni moja kati ya viungo wazuri ambao akiwepo katika dimba la kati ni ngumu sana kwa namna ambavyo anacheza Hamisi Abdalla pamoja na Kevin Nation. Kwa viungo wa Simba wasingeweza kufua dafu. Yes, kwa ni kitu ambacho hatujapenda. Viongozi wametumika kutuharibia mechi ya leo. Yes. Kwa hiyo Kizinga, leo unaumia kama shabiki wa Pamba kutoka Mwanza. Timu ya nyumbani. Yes, timu ya nyumbani kama shabiki wa Pamba kutoka Mwanza. Game ya kwanza Simba tulitoka nao sare. Pale moja. Mechi ilikuwa mzuri, mechi ilikuwa tafu. Lakini leo hii unaweza ukaona namna ambavyo game ilivyokuwa. Kukosekana kwa Hamisi Abdalla, kukosekana kwa Kevin Nation kumesababisha Simba wamekuja kupata goli la pili. Let's say kama wangekuepo, Simba alikuwa anakufa game ya leo. Lakini tunasema kwamba uongozi wa Pamba Jiji umesababisha Pamba Jiji siku ya leo kupoteza dhidi ya Simba. Yes, na hatujapenda, tumeumia. Mechi 4 zimebaki. Yanga wamebakisha mechi 4 na timu zote zimebakisha sasa hivi mechi 4 pamoja na Simba leo hii. Yawezekana kuna mashabiki wa Young Africans walikuwa wanategemea leo Simba waweze kuangusha ili at least mnaanza kuona ubingwa nyie kama mashabiki wa Yanga vile vile. Hii unazungumzaje? Ulipo Simba yupo. Viongozi wa hizi timu waache kuweka vitu ambavyo haviko sawa. Wanaleta sintofahamu. Tunaweza tukasema ni match fixing. Kama unamwacha Kevin Nation, unamwacha Hamisi Abdalla, wachezaji ambao ni muhimili wa timu. Yaani hii tunasema kwamba unatumika kuwanyima watu wa Mwanza Wasukuma, unawanyima burudani na haki yao kwa sababu ya kutoa zile silaha unaziweka pembeni kwa sababu unakwenda kukutana na mnyama. Mimi naamini siku ya leo kama Kevin angekuepo ndani, Hamisi Abdalla angekuepo ndani, Simba alikuwa anapoteza mchezo wa leo, kwa sababu toka mwanzo mechi ya kwanza ilionekana kabisa Simba alizidiwa, na mechi ya pili unaweza ukaona dakika ya 7 amepata goli, mtu amekuja kuchomoa kwa kumlambisha Lucien Derrick. Amelamba tena tope kwa siku ya leo. Japokuwa ni uwanja ambao ulikuwa una nyasi, lakini unaweza kuona ufundi wa mchezaji alivyofunga goli kitaalamu sana. Adhabu aliyoitoa kwa Lucien, adhabu aliyoitoa kwa Kibabage. Umeelewa? Lakini sasa pale katikati hakuna viungo. Lawama zako zote hizi unazipeleka kwa nani? Nazipeleka kwa viongozi wa Pamba. Yes, tunafahamu mchezaji ameshafanywa usajili, japo haijafikia taarifa ya kumtangaza, lakini bado ni mali ya Pamba Jiji, anastahili kucheza. Sintofahamu mchezo wa kwanza na huu mchezo wa pili tena. Hapana, mpira huko hivyo. Tusitumike kuharibu mechi. Walichokifanya hatujapendezwa nacho. Hatujapendezwa kabisa. Na hasa hizi mechi za mwisho ni mechi ambazo timu hizi zote zinazokwenda kukutana na Simba, Yanga na timu zingine wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu lawama zitakuwa ni nyingi, kwa sababu unashindwa kutumia wachezaji wale ambao ni silaha. Timu inaweza ikashuka daraja ukaonekana wewe ndio umesababisha yote hayo. Kwa wajitahidi sana kujirekebisha. Shukrani sana. Asante sana.